wanahabari. Biwi la simanzi limetanda katika mji wa Likuyani, kaunti ya Kakamega, baada ya afisa wa polisi anayehudumu katika kituo cha polisi cha Likuyani kujitia kitanzi ndani ya nyumba aliyokuwa amepangisha. Kulingana na mfanyabiashara Winnie Wanyonyi, wakazi walishangaa baada ya kupata mwili wa afisa huyo ndani ya chumba chake. Chifu wa kata ya Likuyani Bonaventure Lugado amesema mwili wa afisa huyo anayefahamika kama Calvin Okelo ulipatikana ukiwa na kamba shingoni huku ukining'inia kwenye paa la nyumba hiyo. Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Likuyani Peter Omundi anadai huenda mzozo wa kifamilia ulimsukuma hadi akachukua hatua hiyo, huku akisema wataendelea na uchunguzi. Kuna mmoja wetu ambaye ni askari pale Likuyani, mwili wake umepatikana kwenye chumba ukiweza kwamba unaning'inia juu ya paa. Na wakati tulifika kwa tukio, ni ukweli na vitengo vyote vya usalama vilifahamishwa, na hapo uchunguzi ukaanzishwa mara moja na bado unaendelea. Na kwa sasa tukio hilo liko kwa mikono ya DCIO. Mimi huyu jamaa mwenye amechitia kitanzi ni customer, na alikuwa amechukua simu yake, iliharibika, akachukua line yake akaweka kwa simu yangu, na watu wakua walikuwa wanamtafuta mama yake. Sasa ikabidi mwendo saa 12 karibu saa 1 nikachukua mwenzake nikamwambia twende tumwangalie aongee na watu wakwao. Wakati tulienda tukapisha mlango imefungwa na ndani na kafuli. Tukaitisha kwa jirani, tukauliza jirani, huyu jirani yako ameonekana? Akasema sijui kama ako ama yuko, kwa maana yeye alikuwa ametoka. Baadhi ya wapangaji wa zamani wa mtaa wa kifahari wa Buxton ambao nyumba zao zilibomolewa ili kupisha ujenzi wa nyumba za kisasa za bei nafuu za Buxton Point wamemtaka gavana wa Mombasa Abdul Swamad Sharif Nassir kutii agizo la seneti kuhakikisha wanakabidhiwa jumla ya nyumba 184 za awamu ya kwanza ya ujenzi wa nyumba hizo za bei nafuu.